ya uamsho wa uinjilisti. Bwana Yesu asifiwe. Uamsho wa uinjilisti. Moja kwa moja tuende kwenye neno la Mungu linalopatikana katika kitabu cha Marko. Injili ya Marko mlango wa 16. Injili ya Marko 16 kuanzia mstari ule wa 15. Biblia inasema kwamba akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aminiye na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, kazi ya kuhubiri injili ni ya kwangu mimi na wewe. Haleluya. Yesu Kristo wakati amekuja hapa ulimwenguni, aliwachagua mitume kwa ajili ya kazi yake, kwa ajili ya kutembea nao, akawafundisha, akawaelekeza. Lakini Biblia inasema ikafika mahali sasa watume waweze kwenda ulimwenguni kuhubiri injili. Akaacha maagizo, akawapa maagizo ya kwamba mnayo kazi ya kuihubiri injili. Kama mimi nilivyoihubiri injili, nanyi mnalo jukumu la kuihubiri injili. Bwana Yesu asifiwe. Na injili hii haihubiriwi kwa mtu mmoja, haihubiriwi kwa watu wachache, lakini kazi ya injili ni kuwafikia watu wote. Ndio maana nasema kwa kila kiumbe. Maana ni kila mtu lazima aisikie injili. Ni kila mtu lazima aipokee injili. Ni kila mtu aiamini injili. Bwana Yesu asifiwe. Ninapozungumza kwa habari ya injili, injili ni habari njema ya Yesu Kristo, ambayo ndani yake imebeba wokovu, imebeba ukombozi, imebeba watu kusamehewa dhambi, imebeba watu kuhesabiwa haki, watu kurejea tena kwa Mungu. Inarejesha mahusiano ambayo yalikuwa yameharibiwa hapo kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatueleza kwamba Adamu alipomkosea Mungu, mwanadamu wa kwanza alipomkosea Mungu, alifarakana na Mungu. Ndipo Mungu akafikiria ni kwa namna gani nitamrejesha huyu mwanadamu. Akamtoa Yesu Kristo aje ulimwenguni, azaliwe kwa namna ya mwanadamu, auendee msalaba ili aweze kutupatanisha tena na Mungu. Haleluya. Halikuwa jambo jepesi. Nilimchukua Mungu gharama ili kuokoa ulimwengu, ili kuniokoa mimi. Ilimchukua Mungu gharama ili mimi niweze kuhesabiwa haki, ili mimi niweze kukombolewa, ili mimi niweze kununuliwa kutoka kwenye nyumba za utumwa. Biblia inasema naye akatununua, akatuhamisha katika ufalme wa giza na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pekee wake, ufalme ambao ni injili. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumza injili, si maandiko peke yake. Injili ni halisi zaidi ya kile ambacho tunakisoma. Ni kweli tunapata mwongozo katika Biblia, tunapata mwongozo katika maandiko, lakini baada ya kusoma ni kitu gani ambacho kinaendelea katika maisha yetu? Baada ya kuwa tumeelewa, tumeiamini injili, tumeipokea injili, ni kitu gani ambacho kinafuata katika maisha yetu? Kinachofuata baada ya kuipokea injili, kuiamini injili, ni kuishi wewe mwenyewe kama injili, ni kuzungumza kama injili, ni kutembea kama injili, kutembea kama wokovu. Ukubali kufanyika wokovu kwa watu wengine, ukubali kufanyika ukombozi kwa watu wengine, ukubali watu wengine waweze kuipokea injili. Bwana Yesu asifiwe. Tunazo njia nyingi ambazo zinatusaidia kuwafikia watu injili, kuwafikia watu waweze kuipokea injili na kuiamini injili. Maana nikiongea tu kwamba ni injili, watu wataanza kusema hasa wana mimi sio mwinjilisti. Kumbuka mara ya kwanza nilikwambia kwamba kila mtu analo jukumu la kuhubiri injili. Ziko namna nyingi za watu kuweza kufikiwa na injili. Wanafikiwa watu na injili kupitia neno la Mungu, kupitia watumishi wake. Wengi tulioko mahali hapa, kila
mtu ana namna yake ambavyo aliweza kuhubiriwa, aliweza kuiamini Injili. Yuko mtu ambaye alikwenda kwenye maisha yake akamhubiria. Yawezekana ni kwa njia ya nyimbo ukamwamini Kristo. Yawezekana ni kwa njia ya mahubiri ukampokea Kristo. Yawezekana ni kupitia mitandao ya kijamii, maana hata mitandao ya kijamii kuna Injili inahubiriwa. Yako mambo mazuri kule ambayo ukiyafuatilia yanasaidia maisha yako, yanaokoa roho yako. Yumkini ulipita katika mitandao ya kijamii utasikia habari za Yesu na ukaamua kuzitafuta, na ulipozitafuta ukaziamini. Leo uko kanisani unasema Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila mmoja analo jukumu la kuhubiri Injili. Unaweza ukakaa ukasema kwamba kazi ya kuhubiri Injili ni ya pastors au ni kazi ya baba yetu peke yake, Pastor Geoffrey. Hapana. Ndio maana sasa hivi tuko kwenye social media, tuko YouTube. Ni katika njia ya kuwafikia watu, ni katika njia ya kuwahubiria watu ili waweze kumpokea Kristo, waweze kumwamini Kristo kama tulivyomwamini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yako mambo ambayo yanatusaidia ili tuweze kuhubiri Injili. Yako mambo ambayo tunahitaji kuyaelewa ili tuweze kuhubiri Injili. Hatuwezi kuhubiri Injili pasipo ufahamu, pasipo uelewa, pasipo kutambua ya kwamba nini kinafuata baada ya maisha haya. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, tunamhitaji Roho Mtakatifu katika kuhubiri Injili. Tunamhitaji Roho Mtakatifu katika kuhubiri Injili. Pasipo Roho Mtakatifu hatuwezi kufanya jambo lolote. Pasipo Roho Mtakatifu hatuwezi neno lolote, kwa sababu Roho Mtakatifu anayo nguvu ambayo hiyo nguvu ndani yake umo ujasiri. Maana unapompokea Roho Mtakatifu ndani yako unapokea ujasiri, na hiyo nguvu ya ujasiri inakusaidia ndani yako kuchukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine ni muoga kabisa hata kumwambia mtu kwamba Yesu ni Bwana, kwamba Yesu anaokoa, Yesu anakupenda, Yesu anasamehe, Yesu anahuisha watu. Mtu anaogopa. Lakini unapompokea Roho Mtakatifu, hayo kazi yako tena. Unapompokea Roho Mtakatifu amekaa ndani yako, haui wewe tena. Unakuwa na nguvu ambayo inakusaidia kumwendea mtu ya kwamba Yesu anaokoa, ya kwamba Yesu anaponya, ya kwamba Yesu anainua. Mpokee leo uwe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu pekee ndio msaada wetu katika kuhubiri Injili, katika kuyaendea mataifa, kwa sababu yako mambo ambayo yamefichika tusioweza kufundishwa na mwanadamu. Lakini Roho Mtakatifu unapompokea ndani yako, anakupeleka darasani, anakufundisha vitu ambavyo hata mtu yamkini aliyekuhubiria anaweza asiweze kuvitambua. Lakini yeye unapomruhusu ukampa nafasi, anakuzamisha zaidi, anakupeleka ndani zaidi, anakupa maarifa, kwa sababu kinacholeta hofu wakati mwingine ni kutokufahamu vitu. Unapojiuliza kwamba itakuwaje, nitafanyaje sasa, ndani yako ghafla inaingia hofu. Lakini ikiwa Roho Mtakatifu amekufundisha, automatic anaachilia ujasiri wa kuweza kuendea watu, kuambia habari za Yesu, kueleza habari za ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Tunamhitaji Roho Mtakatifu kama kanisa. Baada ya kuwa tumeiamini Injili, tumeipokea Injili, tunamhitaji Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anavyo viwango vyake kujifunua ndani ya mtu. Kumpokea Roho Mtakatifu ni njia nyingine, ni hatua nyingine. Kumpa nafasi ni hatua nyingine, na inategemea ni kwa kiwango gani umempa nafasi. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume ule mlango wa kwanza mstari ule wa 8, Matendo ya Mitume 18 ule mstari wa kwanza. Matendo ya Mitume 1 ule mstari wa 8. Biblia inasema, lakini mtapokea nguvu
akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni wanafunzi wa Yesu, mitume ambao Mungu aliwafundisha. Wakawa wanafunzi, wakaielewa Injili vizuri, wakamwelewa Yesu vizuri, lakini kumwelewa Yesu peke yake hakukuwapa tiketi wao kuanza kuhubiri Injili. Walihitaji zaidi ya kila wanachokijua, na kitu pekee walichokuwa wanahitaji ni Roho Mtakatifu ndani yao. Ndio maana Yesu akawaambia kwamba kaeni hapa Yerusalemu mpaka Roho Mtakatifu atakapokuja juu yenu, mpaka Roho Mtakatifu atakapokuwa ndani yenu, ndipo mtakapohubiri Injili duniani kote. Ni nini Yesu alichokuwa anakitafuta? Ni kwamba ile nguvu ya uwezesho, ile nguvu ya kuwasaidia na kuwaongoza. Ndio maana huku nyuma ukiangalia kwenye Injili kuna kesi ambazo wanafunzi walikuwa wanampelekea Yesu, ya kwamba Yesu, tumeenda mahali tumemwombea mtu pepo halijatoka. Yesu akawa anawafundisha, anawaambia mambo mengine hayawezekani isipokuwa kwa kufunga, ndipo ya mambo yanaweza kuondoka. Lakini Biblia inazungumza walikuwa hawafungi. Wanafunzi wa Yohana akawa analalamika kwamba vipi wanafunzi wako mbona hawafungi? Yesu akasema bado nipo katikati yao, wanawezaje kufunga? Lakini walipompokea Roho Mtakatifu, hakuna aliyewafundisha kufunga, hakuna aliyewafundisha kumtafuta Bwana, hakuna aliyewafundisha kuhubiri Injili. Biblia inasema siku ya kwanza Petro alihubiri Injili, waliokoka watu 3,000. Sio nguvu ambayo ilikuwa ndani ya Petro, ila ni ile nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo ilikuwa inafanya kazi ndani ya Petro, ndio iliweza kusababisha haya matokeo ambayo tunaona yaliweza kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama kanisa, kuwahubiria wengine, tunamhitaji Roho Mtakatifu. Tunahitaji maarifa ambayo tutapewa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la pili tunalohitaji katika kuhubiri Injili ni hekima. Tunahitaji hekima katika kuhubiri Injili, hekima ya Mungu na maarifa ya Mungu ndani yetu. Sio kila Injili inamfaa kila mtu kwa wakati wowote. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako tunatofautiana. Mwambie tunatofautiana kwa sauti kabisa. Kila mtu ana namna yake, ana maisha yake. Kila mtu kuna namna anavyoamini. Huwezi kufika moja kwa moja mtu anawahi kusikia habari za Yesu ukaanza kumwambia utakufa, usipookoka utakufa, utachomwa moto. Hapana. Huyo mtu unamuoa, haujaenda kumhubiria Injili, umeenda kumtisha. Lakini hekima ina balance. Hekima ni maarifa. Hekima ni mzani ambao unakusaidia ni nini uzungumze wapi, ni nini uzungumze na nani, wakati gani, kutambua hali ya mtu kwamba huyu mtu anahitaji nini. Amekata tamaa, anahitaji neno la upendo. Amechoka, anahitaji neno la kumtia nguvu. Ameanguka, anahitaji kuinuka. Inahitaji kuelezewa ukuu wa Mungu, namna alivyo mkuu, akamwamini Mungu, akarudi katika mstari. Ndio maana Paulo kwenye ile waraka wa kwanza Petro mlango wa 2:2 utaenda kusoma mwenyewe. Ndio maana Paulo anasema kwamba kama watoto wadogo yatamanini maziwa yasiyogoshiwa, ili mpate akili, kwa hayo mpate kukulia katika wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kumchukua mtoto mchanga leo ukampa ugali, utamuua. Huwezi kumchukua mtoto mdogo leo, mtoto kama yule pale, ukamwambia kimbia, ni kitu ambacho hakiwezekani. Anahitaji chakula kidogo kidogo, anahitaji hatua kidogo kidogo. Kadiri anavyokomaa ndivyo ambavyo anakuwa na uwezo wa kustahimili changamoto, ndivyo ambavyo anakuwa ana uwezo wa kuweza kustahimili safari iliyo mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Niliyesimama hapa
nimeshazisikia habari za Yesu, nimeziamini habari za Yesu. Kuna namna usiponielewa ukija kuniambia injili ngumu, sitakuchukia kwa sababu ukweli na ujua. Lakini vipi kwa mtu ambaye hajawahi kusikia kabisa? Kwa kuna watu wengine wanahitaji ile injili ya mwanzo, ile injili ya kuwavuta kwa Yesu, ili waweze kumwamini Yesu, waweze kumpokea. Hekima, nataka nikwambie jambo hili. Hekima haitafsiriwi na umri ulionao. Hekima haitafsiriwi na umri ulionao. Biblia inasema Yesu alikuwa na miaka 12 tu. Aliposimama mbele ya wanasheria, mbele ya wasomi, Biblia inasema walishangaa hekima yake. Wakasema huyu mtu ni wa wapi? Jinsi anavyozungumza, jinsi anavyofundisha, ametoa wapi hekima? Mbona ni mtoto mdogo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hekima haiamriwi na umri wa mtu alionao. Mtu anaweza akawa ni mkubwa lakini hana hekima. Anaweza akawa ni mdogo akawa na hekima ya mtu mzima. Anaweza akawa na umri mdogo lakini akawa na hekima ambayo mataifa na watu wakaishangaa ile hekima. Suleiman alikuwa ni mfalme. Biblia inasema ulimwengu ulisafiri kwenda kuiona hekima yake. Ilikuwa ni ya tofauti. Na anayetupa hekima ni Roho Mtakatifu. Kwa sababu atakufundisha, huyu zungumza naye hivi, huyu mwambie hivi. Bwana Yesu asifiwe. Huyu sasa hivi anahitaji hiki, zungumza naye kwa namna hii. Na wakati mwingine anaweza akakuelekeza kwamba huyu ili aweze kusaidika, mchukue mpeleke kwa mtu fulani. Huyu ili aweze kuvuka kwenye hali anayopita, mchukue mpeleke kwa mchungaji wako. Lakini mtu mwingine ili uweze kumhubiria injili ni saizi yako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa ndani yako unaye Roho Mtakatifu, yeye ambaye anakufundisha yote. Haleluya. Lakini pointi ya 3 ni maombi. Katika kuhubiri injili tunahitaji maombi. Maombi ndio yanayotupa nguvu. Maombi ni ulinzi. Kwa sababu adui hapendi watu waokolewe. Hapendi watu wamjue Mungu. Hapendi watu wamgeukie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo usipokuwa vizuri katika maombi, tumefundishwa wausho maombi. Nisipokuwa vizuri katika maombi, ni vigumu kwenda kumhubiria mtu. Unaweza kumhubiria mtu injili akaipokea, vita ikageukia kwako. Lakini kama ndani yako umejaa maombi, umejaa Roho Mtakatifu, umejitia nguvu katika maombi, una uhakika wa safari yako, una uwezo kushinda, ukawahubiria watu injili na watu wakamjua Mungu, ikawa ni faida kwa ajili ya ufalme. Kwa sababu nia ya Mungu kuhubiria kwa injili ni ili watu wamjue Mungu, ni ili watu wampokee Kristo, ni ili watu waokolewe. Kuna mahali Biblia inasema wakati Yesu anahubiri injili, anawaambia imenipasa kuhubiri injili nisimpoteze hata mmoja. Anapopotea mmoja, maana yake tumeshindwa katika eneo la maombi. Tumeshindwa kutambua kile ambacho Mungu ameweka ndani yetu. Tumeshindwa kutambua lile kusudi ambalo Mungu ameweka kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine la kutusaidia, pointi yangu ya 4 wakati namalizia, tunapaswa kutambua kwamba injili au wokovu unarithishwa. Injili ya Yesu au wokovu, habari njema, inarithishwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kusema tu mimi nimeshaokoka, biashara imeisha, sisumbuki na nani wala sihangaiki na nani. Maanake hapo hatujatambua ni namna gani injili inatembea kwa mtu mmoja na kwenda kwa mtu mwingine. Leo hii tunayo Biblia, tunayo maandiko matakatifu ambayo kuna watu waliingia gharama, ilimgharimu Yesu kushuka duniani, ilimgharimu Yesu kuendea msalaba ili sisi tuweze kuipokea injili. Lakini iliwagharimu mitume
ambao walikuwa tayari hata kufa, ambao walitoa maisha yao kama sadaka ili injili iweze kufika ulimwenguni kote. Petro anasema ya kwamba, Paulo anasema ya kwamba nayahesabu maisha yangu kuwa si kitu kwa ajili ya Kristo. Ni nini? Ni ile nafasi ya Mungu iliyokaa kwenye moyo wake, kwamba haishi tena kwa ajili yake, bali ni kwa yule aliyemuita. Ninayo kazi ya kurithisha kizazi changu injili ya Yesu. Ninayo kazi ya kurithisha familia yangu habari za wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine hapa tumeokoka, hata ndugu zetu hawajui kama wameokoka. Kuna wengine tumeokoka hapa, hata majirani zetu hawajui kama tumeokoka. Kwa nini? Hatujui kwamba tulivyookoka sio kwa ajili yetu wenyewe, ila ni kwa ajili ya Mungu ambaye ametuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaenda mahali na wao wanaishi kama wao wanavyoishi. Hutaki kuonekana kwamba wewe uko tofauti na wao. Hutaki kuonekana ya kwamba wewe ni kitu kingine, umeshabadilishwa. Unahitaji kufanyika nuru, unahitaji kufanyika msaada ili na wao mjue Mungu aliye naye. Leo hii watoto wako wanacho nini cha kujivunia ambacho kesho na kesho kutwa haupo, kesho na kesho kutwa sipo, ambao watasema hakika mama yetu au baba alitembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Urithi ulio bora wa kuwapa watoto ni Yesu unayemjua, ni Yesu aliyekuokoa, ukawafundisha watoto wako habari za Mungu. Haijalishi dhoruba zitakazokuja, lakini wakawa na Yesu kwenye mioyo yao. Haijalishi kwamba adui atawapiga vita kwa namna gani, lakini kuna saa watageuka watasema ya kwamba huyu sio Mungu ambaye mama yetu alitembea naye. Haya sio maisha ambayo mama yetu aliishi. Haya sio maisha ambayo wazazi wetu wametufundisha. Je, ni kielelezo? Kwa sababu tumesema injili ni maisha. Injili ni halisi zaidi. Ni zaidi ya tunavyofahamu. Je, kazini kwako wewe ni kielelezo? Je, kwenye familia yako wewe ni kielelezo? Je, kanisani hapo wewe ni kielelezo ambao watu wanatakiwa wajifunze kwako? Waseme namtamani Mungu wa fulani, natamani fulani anavyozungumza. Kwa sababu injili ni halisi, automatic ikiwa ndani yako, maanake unatembea sawasawa na Mungu anavyotaka. Ni watu wangapi wanatamani unavyozungumza? Ni watu wangapi wanatamani unavyovaa? Ni watu wangapi wanatamani unavyolea watoto wako? Ni watu wangapi wanatamani jinsi unavyomfanyia Mungu ibada? Hilo peke yake kwa wewe kwa kielelezo linatosha kuihubiri na kutangaza injili. Watu wakamwamini Mungu, wakampokea Kristo na wakapata uzima wa milele. Haleluya. Tunayo kazi ya kujiuliza, kuanza upya. Kazi ya kuhubiri injili sio watumishi peke yao, kwa sababu ziko namna nyingi za kuhubiri injili. Mavazi yako tu naweza kuhubiri injili. Napenda dada anavyovaa, napenda jinsi alivyo mnyenyekevu. Mtu akayatamani maisha yako, mtu akayataka maisha yako, akakuuliza siri ni nini, inakuwa inakurahisishia kazi wewe kusema siri ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata Petro, Yesu amekolea ndani yake kiasi kwamba hawezi kuficha. Wakati Yesu anakamatwa, akaambiwa Petro, wewe ni mwanafunzi wa Yesu na wewe ni mmoja wa yule ulikuwa naye yule. Petro, Biblia inasema akasema hapana, simjui mtu huyu. Biblia inasema akamkana Yesu mara 3. Lakini hakuweza kuficha, pamoja na kwamba alimkana. Kumkana kwake Yesu hakukubadilisha yeye kuwa kielelezo, yeye kuwa mfano na sura ya Mungu. Kwa tunayo kazi ya kuanza safari kwa mpya. 2026 tamani kuwa mhubiri mzuri wa injili. Hapo kazini kwako, kwa watoto wako, kwa mume wako, kwa mke wako, kwenye biashara yako, watu wamtamani Mungu naye. Haleluya. Ili tuweze kujenga ufalme wa Mungu. Tumvunie Mungu watu ambao
siku moja Biblia inasema kuna taji. Haleluya! Usikubali hata mmoja akapotea. Haleluya! Mungu awabariki.